Wakati kabla sijaoa, bibi yangu alinipa ushauri. Aliniambia ukishaoa kuna vitu vitatu sio vyako tena, naomba ujue. Umeona? Akanambia bibi yangu akanambia cha kwanza, sawa, ni muda wako sio wako tena, utakuwa wewe na huyo mke wako. Kwa hiyo lazima ujue ambavyo hayo masaa 24 utayatumiaje na mke wako. Utafanya shughuli zako lakini lazima pia utenge muda wa kuwa na huyo mke wako. Kwa hiyo cha kwanza ni muda, unakuwa sio wako tena, unakuwa wenu. Lakini cha pili ni mwili. Huo mwili unakuwa sio wako tena, unakuwa wenu. Kwa hiyo huna nafasi ya kutoka nje ukapuyanga ukafanya chochote kile kwa sababu unatumika wewe uko nje. No. Huo mwili na yeye unamuhusu, kwa sababu chochote kikitokea kwenye huo mwili utaathiri na yeye. Yaani mimi nikitoka nje nikapata ugonjwa nikafanya nini, nitamletea na yeye. Na yeye hivyo akitoka nje akapata ugonjwa ataniletea na mimi. Kwa hiyo mwili wangu ni wa kwake na wa kwake ni wangu. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa alinde mwili wake, kwa sababu ajue kabisa hii miili ni yetu, hakuna tena yangu. Ushaona Yes. Lakini cha tatu, mali, fedha na kila kitu ninachotafuta hakitakuwa tena changu, kitakuwa ni chetu, kwa sababu yeye pia atakuwa ni sehemu ya mchango wa mimi kupata hivyo ambavyo nimepata. Sababu nikitoka nikienda kwenye mihangaiko, nikirudi wakati mwingine mihangaiko inakatisha tamaa, narudi nyumbani namuelezea wife. Upendo ni kitu ni kama kikapu ambacho kina vitu vingi ndani yake. Sawa? Ambao cha kwanza, upendo ni huduma. Yaani kwamba ili tujue Irene unaipenda bustani yako, ni lazima tuone jinsi ambavyo unavyoihudumia, kwa maana ya kuimwagilia maji, kutoa magugu, fanya nini. Sisi tukiona bustani inanawiri ndio tunajua, wala huna haja kutuambia kwamba Irene anaipenda bustani yake. Tukiona tu jinsi ilivyonawiri tunajua Irene anaipenda bustani yake, anaitunza. Ushaona? Kwa upendo ni huduma. Uwezo ukasema unampenda mtu alafu ufanye chochote. Yaani wewe tu unamwambia tunakupenda na kupenda. No. Lazima, kwa mfano sisi wanaume we are providers, lazima tu provide kwa yule mtu ambaye tunampenda. Na njia pekee ya kuonyesha unampenda mtu lazima ufanye kitu. Ndio, maneno matupu hayawezi kuwa kama ni sehemu ya ishara ya upendo. Kama mtu angekuwa bubu angesema kwa bustani yako, lakini ujiandae kuihudumia pia. Ndio upendo wenyewe huo sasa. Bustani sawa. Ndio upendo huo. Alright. Yes. Umeona? Kwa hiyo ya kwanza ni huduma, lakini ya pili ni kujitoa. Kwa sababu mahusiano ni sacrifice. Unapoingia kwenye mahusiano na mtu, kuna baadhi ya vitu lazima uvikane kwa ajili ya mwenzio. Kwa mfano, naomba tu nitoe mfano halisi wa mimi nimeoa, nina mke, si ndio? Kabla sijaoa maisha yangu mimi yalikuwa uhuru sana. Yaani nilikuwa naweza nikakaa nyumbani, nikapigiwa simu na washikaji. Chris uko wapi? Niko home. Unafanya nini? Nimechill tu, labda naangalia movie. Njoo bwana, tuko sehemu fulani, njoo. Navaa viatu naondoka. Na nikiondoka naweza nikarudi hata kesho yake. Hakuna mtu ananiuliza, si ndio? Niko huru hivyo. Lakini sasa hivi hakuna mshikaji ambaye anaweza akanipigia simu, njoo sehemu fulani, na mimi nikavaa viatu nikakurupuka nikaenda afu nikarudi kesho yake. Nitamwambia mke wangu nini? Manake hiyo itakuwa ni dharau sana kwa mke wangu, kwamba ameakana maisha yake, amekana ndoto zake, ameamua kuungana na mimi, amekuja kuishi na mimi, alafu mimi sionyeshi kujali ule uwepo wake, naweza nikaondoka anyhow nikafanya chochote. Hiyo ni dharau. Kwa hiyo sasa hivi kuna wakati natamani niwe na shikaji tupige story fanya nini, lakini siwezi tena kupata huo muda. Kwa sababu masaa 24 yangu sasa hivi nagawana na mke wangu. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.